Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alqail ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi rahma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu na Watanzania kwa ujumla, na mimi nimalize mazungumzo haya yaliyoanza kwa kutajwa mambo mengi sana, na mengi yamekuwa ya manufaa. Mwenyezi Mungu awabariki wote waliotangulia kusema, lakini mimi nina mambo mawili tu ya kusema. La kwanza, nizungumze na nyie ambao mna kamera hapa. Tunazungumza nafasi yenu katika jamii na katika nchi kwa ujumla. Watu nyie wa kamera, kwa maana ya waandishi wa habari, mnayo nafasi ya kuifanya nchi ikawa salama na amani, lakini pia mnayo nafasi ya kuifanya nchi ikawa yenye vurugu na matatizo na mashaka ya aina mbalimbali. Kwa kutumia kalamu zenu na kamera zenu, zinatosha kutengeneza nchi, zinatosha kuharibu nchi, ikiwa mtaamua wenyewe nini cha kufanya. Kuna kazi nyingi kwa waandishi wa habari ambazo zipo, lakini leo tumekuwa na mtihani, zimekuwa zinatoweka. Waandishi wa habari wana nafasi ya kuelimisha jamii juu ya haki, kuelimisha jamii juu ya uadilifu, kuelimisha jamii juu ya mienendo ya aina mbalimbali katika maisha yao. Lakini waandishi wa habari wana nafasi pia ya kuunganisha umma uliogawanyika. Wao wanayo nafasi ya kutengeneza umma huo ukatulia na ukawa na maisha mazuri. Lakini waandishi wa habari wana nafasi pia ya kuhakikisha watu wanaishi kwa utulivu na amani katika maeneo yao, kwa yale ambayo wanayapeleka katika jamii yakaweza kuwatengeneza katika hilo ambalo walilowapelekea jamii hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala, nimetanguliza aya kuisema ndani ya Qur'ani kwa Waislamu, ni miongoni mwa desturi zao. Uislamu, katika moja ya vitu wanavyovipenda au vilivyomilikiwa na Uislamu ni habari. Na ukisoma katika Qur'ani na hadithi inaonyesha namna gani habari ina umuhimu katika Uislamu. Hata hadithi zikatengenezewa utaratibu wa rawi na mengineyo na kadha wa kadha, ni kuonyesha kwamba Uislamu unajali na unathamini nafasi ya habari katika maisha ya Muislamu. Katika suratul Hujurati aya nambari 6, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi ambao mlioamini. Hapa wanakusudiwa waumini wa Kiislamu, lakini tamko hili linamhusu kila mmoja katika Mtanzania, kwa sababu jambo jema lolote haliwi faida kwa Muislamu pekee, linakuwa faida kwa jamii inayozunguka yote. Kwa hiyo usije ukafika mahala kwa kuwa umeambiwa waumini wa Kiislamu na wewe hilo ni jema ukaliona halina maana, utakuwa unakosa faida iliyokuwa kubwa. Mungu anatueleza ndani ya Qur'ani, inja'akum fasiqun binaba'in, akiwajilia mtu muovu na habari. Hiyo habari nyewe mnaisikia, lakini inatoka kwa mtu muovu. Nini ufanye? Fatabayanu. Cha kwanza mnachopaswa kufanya nyinyi Waislamu na wale ambao si Waislamu, imewajia habari lakini habari hiyo inaonyesha inatoka kwa mtu muovu, fatabayanu, basi hakikisheni mnaichunguza. Kwa nini muichunguze? Kuchukua habari ambayo una uhakika nayo ni moja ya sababu ya kuingiza watu katika matatizo ya aina mbalimbali. Ukija katika hilo eneo la matatizo, leo tumekuwa na matatizo mengi yanayolipuka kwa sababu ya waandishi wa habari wanaotaka kutengeneza mitandao yao au kutengeneza vyombo vyao viwe na wafuatiliaji wengi kwa habari wanaozifuata. Leo imekuwa ni jambo la kawaida kuona tukio la kipuuzi, lakini linachukua nafasi katika jamii kwa sababu tu ya waandishi wa habari wametaka wao wapate watazamaji katika tukio hilo. Waandishi wa habari, tunawaombeni sana, mnayo nafasi ya kutengeneza nchi yetu ikawa na utulivu na amani, ikawa na utulivu na watu wakaendesha maisha yao vizuri. Vipi mtafanya hivyo? Ni lazima muhakikishe habari zenu zina faida kwenye jamii. Ukiliona hili halina faida, basi tuachane nalo. Leo una habari ya nyeti imezungumzwa sana, ukitazama tu wewe unaona huu ni upuuzi. Mtu anachukuaje kamera kuchukua taarifa hii kwamba inawezekana mtu kugusana na mtu kikaondoka kitu katika mwili wake, na hiyo wewe unaiona ni habari na unaiposti na unaishangilia? Hii ni kuonyesha baadhi ya waandishi wa habari wanakosa nafasi nzuri katika maisha yao na mambo yao kwa ujumla.
niombe waandishi wa habari, chukueni nafasi yenu katika kutengeneza. Hakuna nchi inayoendelea isipokuwa waandishi wa habari wamekuwa kipaumbele kuieleza mazuri ya nchi hiyo na kuhakikisha wanaiimarisha katika mambo mbalimbali. Kama kuna uadilifu, waandishi wa habari wana haki ya kusema uadilifu kwamba jamani, hili ni sawa na watu wanatakiwa walisapoti. Kama kuna makosa, ametangulia kusema Sheikh Bakozi hapa, kitu chochote kinachofanywa na mwanadamu hapa chini ya jua, basi ujue kitu hiko kitakuwa na mapungufu. Alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah pekee. Yani hapa chini ya jua chochote unachoona kinafanywa na mwanadamu lazima kitakuwa na mapungufu. Wewe hujawahi kwenda kwenye harusi ya tajiri, ana kila aina ya pesa, lakini inafika mwisho unaona mapungufu na utajiri wake wote, lakini kuna jambo kakosea. Kwa nini? Hiyo ndo sifa ya mwanadamu. Sasa ikitokea kuna makosa katika matendo ya Watanzania, matendo ya viongozi wa Tanzania, waandishi wa habari ni haki yenu kufichua. Hili si sawa, hiyo ni nafasi yenu. Lakini mazuri yasifieni, yasemeni haya ni mazuri, lakini yasiyokuwa na maana yakataeni, yatupeni pembeni, ili watu wastraight katika mambo ya msingi, mambo yenye maana. Leo inafika mahala tunachukua wiki, siku 5, siku 6, watu wanashughulishwa na jambo ambalo ukijiuliza hili nalo la kutushughulisha sie? Hili ni jambo nalo ambalo watu wanahangaika nalo, lakini unasikia mtaani limekwenda. Kwa nini? Waandishi wa habari wametaka. Baadhi ya waandishi wa habari hawafanyi sawa katika hili. Tunawaomba sana waandishi wa habari, chukueni taarifa zilizokuwa sahihi na watu wapate faida kupitia kamera zenu, kupitia kalamu zenu, kupitia maarifa yenu mliokuwa nayo, watu wapate faida kupitia hili ambayo tulilokuwa nalo. Mfano, leo kuna suala la mafuta. Mna nafasi ya kuelimisha jamii. Elimisheni jamii. Hakuna jambo linalotokea ghafla lina sababu ya kutokea kwake. Ikijulikana sababu, ile ajabu inaondoka, kwa maana tushajua sababu kwa nini mafuta yamekuwa hivi, basi nina nafasi ya kuuliza na kuwahoji watu. Lakini wale ambao wenye nafasi ya kufanya hivyo, hii ndiyo taarifa yangu mimi kutokana na nafasi na mchango wa waandishi wa habari, ili watumie nafasi zao kututulizia yale ambayo yanayotuendea, lakini pia yale mazuri tunatamani tuyasikie kutoka kwao. Mazuri yako mengi, lakini pia yale ya kukosoa tunatamani yasikike katika njia iliyokuwa nzuri, ili sisi tujue na tuweze kuona. Mfano, leo tukizungumza makosa, juzi CIG hapa katoa taarifa, ndio kuonyesha mwanadamu kuna makosa. Basi yale makosa yasemwe katika njia nzuri. Sheikh Bakozi kasema hapa, kuna makosa kuyaeleza kwa maana ya watu wajifunze, na kuna kumshambulia mtu kama vile hana jambo la maana alilofanya. Waandishi wa habari mna nafasi hiyo, chukueni nafasi hiyo ili uweze kututengenezea amani yetu na utulivu wetu na mambo yetu yaende na watu wapate hamasa katika hilo. Mwisho kabisa nirudie maneno yaliyosemwa, lakini na mimi nayakazia. Nini kifanyike katika hii hali tuliyokuwa nayo? Ni mambo mawili. La kwanza, kwa Watanzania tunawaomba wawe na subra. Subra ni nguzo katika nguzo zinazoweza kukuvusha mtu katika hali ngumu uliyokuwa nayo. Huu ugumu wa hali tuliyokuwa nayo, basi hakuna kitu kitakachoweza kutusaidia zaidi ya uvumilivu. Tuvumilie, ndio kitu kikubwa. Na uvumilivu, wengine uvumilivu huwa hawaelewi ni nini. Yani kuna mtu anapigwa kibao kisha anarudisha, alafu anasema anavumilia. Wewe hujavumilia bana. Ili uvumilie ni lazima uweze kuvumilia na yale machungu uliyokuwa nayo katika mwili wako. Kwa hiyo ili tuvumilie ni lazima ifike mahala tujue namna gani tunavumilia. Tuvumilie. Hiyo ndiyo njia itakayotuvusha katika wakati mgumu tuliokuwa nao. Lakini wakati tunavumilia, tunawaomba serikali na vyombo husika watazame machungu tuliyokuwa nayo, ugumu tunaopitia, waangalie namna gani wanaweza kupunguza uchungu huu. Si hatuna kimbilio zaidi ya wao, wanayo namna. Kwa hiyo vyombo husika kuhusiana na mafuta na mengineyo, basi waone kwamba hapana, kuna nafasi ya Watanzania kupata nafuu. Nafuu yenyewe iwe hapa pale pale. Basi hilo wanatakiwa walifikirie na walifanye kuwa ni sehemu ya kipaumbele chao. Wakati wananchi wanavumilia, na serikali ifikiri namna ya kuondoa uchungu waliokuwa nao. Haya mawili yakitendeka, kila mmoja akisimama nafasi yake, tutavuka ili eneo, tutakwenda kwingine. Na tukifanya hivyo, katika kila gumu tutakalokutana nalo, tutajikuta sie tunavuka na wala hatupati shida katika maisha yetu tuliyokuwa nayo. Yapi hayo? Wananchi wavumilie, serikali iwe haraka kutatua matatizo na changamoto yanayowasibu wananchi katika nyakati tofauti. Haya mawili yakitendeka, urafiki wetu utakuwa ni mzuri, na lakini pia tutavuka katika mambo ya aina mbalimbali. Tunavumilia, serikali pia
ifanye haraka katika kushughulikia yale machungu tuliyokuwa nayo. Hiyo itakuwa sababu ya kufanikiwa. Baada ya kuyasema haya, Mwenyezi Mungu awabariki waandishi wa habari, lakini pia Mwenyezi Mungu awaongoze katika haki na muweze kufanya yaliyokuwa mazuri, ili muweze kutulindia nchi yetu na mafanikio tuliyokuwa nayo katika nchi yetu. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.